hata maendeleo watu hawawezi kuzingatia, kwa sababu msingi wa utamaduni ni msingi wa maendeleo. Kwa hiyo kutakuwa na madhara mengi endapo watu hawataridhishwa utamaduni ipasavyo. Masuala ya uadilifu, masuala ya uaminifu, ndio utamaduni wetu ulikuwa unatufundisha, masuala ya ujasiri, vyote hivyo. Sasa ni mambo ambayo kwa kweli inatakiwa tuendeleze kwa ajili ya manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Sisi jiji tutashirikiana na watu wote wenye tamaduni zao bila kujali kabila, kwamba mtu yeyote ambaye ametaka kuhifadhi kabila lake, na sisi serikali tunaungana nao, kwa sababu moja ya kazi ya serikali ni kulinda, kuhifadhi na kushirikiana na watu wale wanaotengeneza tamaduni na tabia nzuri ya watoto kukua, ili kuwapata viongozi wema baadaye. Nawaambia jamii ni kwamba wote turudi, tuangalie tena upya mila zetu, ili tuweze kutengeneza familia na jamii yenye mwelekeo wa kutengeneza tabia njema. Nataka niwaase vijana warudi na kukaa chini na kuwasikiliza wazazi, ili tuweze kuwa na kizazi kizuri, chema na kilichobarikiwa. Zibaki, kwa sababu kizazi kinachokuja nyuma hakitajua. Sasa ni kidogo kidogo vitu kama hivi watoto analetwa, ni rahisi kuweza kujua kwamba asili yetu ilikuwa wapi na vitu vya kijamii vilikuwa nini, historia huko iliyokuwa watu wametoka nayo ilikuwaje na sasa hivi ikoje, na atapatikana tu mtu mwingine kama huyu ambaye ataendeleza hii na akaongezea nyingine ambazo ni mpya. Tumechukua kitu kikubwa sana cha kuweza kutusaidia katika tunavyoendelea kukaa na jamii na kuwaongoza hata na vijana wetu waweze kuwa na misimamo sahihi.